tunakwenda kuzindua, tutakuwa na activities mbalimbali ambazo atarudi George kuja kuzielezea. Lakini ningependa mimi kutangaza tarehe ambayo itakuwa ni ya siku ya tukio, ambayo itakuwa ni tarehe 6 mwezi wa 7, siku ya Jumapili, katika uwanja wa Jamhuri Morogoro. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha mchezaji wa kwanza kutoka timu Dickson Job, ambaye ni mwenyewe captain Dickson Job, aje azungumzie machache kuhusiana na timu yake. Karibu. Kwanza mimi ningependa kwa pamoja na wenzangu waliotangulia kuweza kuwashukuru kwa uwepo wenu. Hii ni nzuri na kubwa sana kwetu, na tunawashukuru sana kwa support yenu ambayo mmekuwa mkituonyesha toka siku ya kwanza ambayo tuweza kuanzisha hii tamasha letu. Lakini pili ni kwa mbele kuweza kuiongelea timu yangu. Mimi pamoja na timu yangu iko vizuri na tumejiandaa vizuri. Ni timu ambayo tumetengeneza kwa wachezaji wa bora na wakubwa, na naamini tutaweza kupata matokeo katika mchezo huu unaokuja. Timu yangu ina wachezaji mchanganyiko ambao ni wa Simba, wa Yanga na klabu nyingine za ligi yetu, ambao ukiwataja kwa majina, kwanza kuna Pakome Zuma, lakini pia kuna Azizki Tambudisha. Katika mchezaji wako tena pia ninaye Abdulrazaki Hamza wa Simba, lakini tunaye Lianga, lakini pia na wengi wazuri ambao naamini siku hiyo mtajionea. Kwa hiyo kikubwa tungependa kuwaona waweze kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 6 kuja tusherehekee, kwa sababu ni siku kubwa hiyo ndani mkoa wetu wa Morogoro. Kwa hiyo tunaamini uwepo wenu utakuwa ni chachu ya kukamilisha jambo letu, na support yenu ni muhimu sana kwetu. Kikubwa tunaomba mjitokeze mje kutusupport vijana wenu. Lakini pia sitapenda kuwaacha, napenda kuendelea kuwaomba makampuni binafsi, wapenzi wa mpira, na nyinyi mashabiki ambao wachochote kidogo ili mradi tuweze kukamilisha jambo letu. Kwa hiyo kwa lolote ambalo mjaliwa, naomba muweze kusupport vijana wenu ili tuweze kukamilisha. Asante sana. Kuna jambo la muhimu sana nimekumbuka, bwana wangu nikumbusha hapa. Mwaka uliopita nilimfunga 6 bwana. Nadhani wote mtakuwa mnakumbuka. Lakini kuna jambo ambalo kwa mwaka huu nipenda kuliongezea katika benchi langu. Kuna kocha mmoja bwana, naona ana vitu vya hatari sana. Naamini ataongeza kitu katika benchi langu. Kocha alimfukuza. Yupo, lakini nimeongezea nguvu. Kocha karibu. Kocha ndio jana suti leo. Hapo kae naye hapo kwa nyuma. Habari zenu kwanza. Leo hapa tumeenda na Wape Tabasamu kwanza kwa ajili ya kuhakikisha hii inatangulia mbele, watu wajue kitu gani kinakuja. Alafu baada ya hapo ndio vitu ambavyo Watanzania wanavitaka vinafuatia. Najua watu wengi sana wanatamani kuniona kwenye ile mtazamo ama muonekano wa Diego Simeone au Pep Guardiola. Wanapenda vile vitu, Ruben Amorim. Kwa leo tunakwenda kwanza na Wape Tabasamu kupitia ndugu zetu Dickson Job. Mimi kwa nafasi hii ambayo nimeipata nimefurahi sana, kwa sababu last time nilikuwa jukwaani na iliyopita tena nilikuwa MC uwanjani, na mara zote mimi kusema kweli nisifiche kibwana ndugu yangu, lakini nimekuwa team Dickson Job, na ndio timu ambayo inashinda, na ndio timu ambayo kikosi chake ukiangalia ni cha ushindi. Wafaransa wanakwambia vous ne pouvez pas choisir le résultat. Kikosi kinachoshinda hakibadilishwi. Kwa hiyo hii ndio timu ya ushindi na nipo katika timu ya ushindi. Kibwana ndugu yangu utanisamehe, tutakaa nyumbani tutaongea kifamilia, lakini niko timu Dickson Job. Lakini nawashukuru sana kwa niaba ya makocha wote Dickson Job na Kibwana Shomari, lakini na GSM ambao wameweza kuingia na kuongeza nguvu kwa kupewa tabasamu kwa Mtanzania ambaye anahitaji tabasamu. Watu wanahitaji kweli tabasamu. Sisi tumekutana hapa tunazungumza masuala ya kihabari, lakini kuna mtu yuko chini pale, hata kuinuka anashindwa, kucheka anashindwa, aidha ni mama, kijana, mzee. Kwa hiyo ndugu zangu hawakuja na wazo hili, GSM kampuni chanzo kama alivyosema Malkia wa Nguvu hapo kusupport, na watu wote ambao wapo nyuma ya Dickson Job na Kibwana Shomari. Tanzania inawashukuru. Tanzania inafurahi kwa ajili yenu.
na ndio maana mimi nilipopigiwa simu kwa haraka sana nikasema nipo tayari kuungana na kila anayetaka Mtanzania mwingine apate tabasamu. Kwa hiyo kocha Pamovic, vitu vyangu siku hiyo vitakuwepo kama kawaida, formation, mpira utapigwa mwingi sana, watu watafurahi. Tarehe 6 tufike pale kwa wingi.